Hivi Swaiba, hivi aliyekudanganya kwamba una uwezo wa kumzidi samaki kuogelea ni nani? Hivi mnawachukuliaje hawa wanawake? Mwanamke ni kiumbe ambaye ana nguvu kubwa mno kuliko hata mwanaume linapokuja swala la tendo la mapenzi, kwa sababu yeye ule ndo utawala wake by nature. We imagine mwanamke ana uwezo wa kuwahimili wanaume hata 20 ndani ya masaa 24, lakini anaweza kufanya mchakato huo wiki nzima bila kuchoka. Lakini mwanaume leo hii umeenda sana, ni hayo masaa 4 kama unavyosema, lakini pia unapumua kwa kuhema hivi. Na tusiende mbali mazee, ushahidi wenyewe si mnao? Si mnaendaga hapo chimbo kwa hao madada wanaojiuza hapo? Si mnaona jinsi ambavyo wanaume wanapishana pale chumbani? Mwanamke ni huyu, lakini angalia midume jinsi ambavyo inapishana, anaenda anarudi, anaenda anarudi, anaenda anarudi. Cha ajabu, yule mwanamke pengine ile ndo kazi yake ambaye anaitegemea, lakini cheki anavyowapanga watu. Mwanaume akisema akae pale kwa kazi ile, unafikiri anaweza akatoboa? Anakufa. Kwa hiyo huwezi kushindana na mwanamke linapokuja swala la tendo la mapenzi. Ana nguvu kuliko wanaume, na ndio maana pia ni rahisi mno kumgundua mwanaume mwenye upungufu wa nguvu za kiume, lakini sio rahisi kumgundua mwanamke mwenye upungufu wa nguvu za kike. Lakini pia ni rahisi vile vile kwa mwanamke kuziathiri na kuziua nguvu za kiume za mwanaume kuliko mwanaume kuua nguvu za kike. Hii maana yake ni kwamba mwenye nguvu ndio anatawala. Kwa hiyo mwanamke hawezekani kwenye sekta hiyo. Na hata tukirudi kwenye nature yenyewe ya uumbaji, blaza, mbona inajieleza wazi? Idea ya sexy ilianza kutambulika pale ambapo mwanamke alipoumbwa. Kwa hiyo huwezi kushindana na huyo mfalme kwenye hiyo himaya, unajikomoa mwenyewe ndugu yangu. Na hata hivyo rijali huwa hashindani na alikotoka, huwa anapambana kwa anakoelekea.